شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Kwanza nashukuru sana, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baad, kama mnavyojua, hii ni periodi ambayo kwamba ni periodi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Katika 365 jours ambao kwamba mwanadamu anaishi ndani ya mwaka, kuna siku 10 ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameiapia, na ndiyo ni siku ambao kwamba ni siku bora sana katika maisha ya Muislamu. Ndani ya hiyo siku kuna siku moja ambao kwamba watu wanasimama katika mlima wa Arafa. Arafa ni sehemu ambao kwamba baba yetu Adam na mama yetu Hawa baada ya kuachana huko mbinguni walikuja kukutania hapa duniani, ndio inaitwa sehemu ya mlima ya Arafa. Na hapo wakatubia madhambi zao na Mungu akawasamehe. Na ndio kwa Waislamu wote wanaoenda kupelerinage Mecca wanakutanikia pia kwenye mlima huo wakiwa kama watu dhalili, halafu wanaomba msamaha ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mambo kama haya. Kutokana na hiyo, kwa sababu watu wanaenda kutubia kwa Mwenyezi Mungu, ndio inakuwa siku bora kama Mwenyezi Mungu alitufundisha katika sura Al-Fajr wa layali al-ashr wa shaf'i wal-watr wa layli idha yasri. Ana pia katika masiku hizo bora siku 10. Kwa profeta akatuomba kwamba tuwe tunakuwa pia na tabia ya kujishusha, ya kujikurubisha na Mwenyezi Mungu. C'est pourquoi watu wanaenda pelerinage kwa ajili ya hiyo. Lakini pia katika siku hiyo tu pia kuna pia histoire ya Prophet Abraham kutaka kumchinja mwanae Ismail. Ilipitikana tu katika milima karibu na milima hiyo hapa Arafa. Na pia maizi seremoni kama itakavyokuwa katika masiku hizi zinatukumbusha kile kitendo ambacho kwamba Nabii Ibrahim alitaka kuchinja mwanae kwa kumsakrifie, lakini pia inatukumbusha kitendo ambacho kwamba baba yetu Adam na mama Hawa walikutanika kwenye mlima wa Arafa. C'est pourquoi kesho ambao kwamba ni jeudi le 5 juin 2025, Waislamu wote wanatakiwa kuweza kufunga. Kufunga kwa mtu ambaye kwamba iko nje ya Maka na mwenyewe ndani ya Maka atakuwa ndani ya activity au shughuli kama kawaida ya hija. Kwa hiyo Waislamu wa province yetu ya Ituri tunaomba na sisi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, et surtout que tuko dans une période de turbulence. À chaque fois, vous savez, notre pays, nchi yetu ni miaka mingi iko ndani ya matatizo. Kwa muda huu tena matatizo zaidi. Ni muda ambao kwamba pia tuweze kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kumuombea, kuomba kwa Allah, kuombea nchi yetu kwa Allah ili iweze kupata amani ya kudumu. Na surtout dialogue ambao kwamba wako natafuta kuzungumza hao politiciens kwa kuweza kutia wote kwa pamoja kwa ajili ya nchi yetu iweze kufanyika kwa namna ya amani na salama. C'est pourquoi kesho tutafunga, na kesho kutwa sasa le 6 juin 2025 tutaswali Idi au ni siku ya fete ya Tabaski, ambao kwamba deja a partir ya 7h watu watakuwa tayari wanaanza kufika huko kwenye stade kiwanja chetu ambacho kama ni ya Sayo, Ecole Sayo Mohamed, na hapo matakbiri itatolewa mpaka pale 8h exact. Itatakiwa 8h swala ianze kusaliwa. Na insha Allah baada ya hapo kila mwenye kichinjo chake sacrifice ataweza kuichinja na kuweza kudistribue na watu. Kichinjo chako unaidistribue avec 3 groupes au unaigawanyisha kwa katika vipengele vitatu. Kundi ya kwanza ni kwa ajili ya wako mwenyewe na familia yako. Sehemu za pili ni zawadi kwa ndugu jamaa na marafiki, na sehemu za tatu ni sadaka kwa ajili ya wasiojiweza, maskini na mafukara na waliokuwa katika matatizo. Tuchukue hiyo ili kuwe nafasi nzuri sana ya kuweza kurekebisha mambo yetu ya kujenga undugu, ya kujenga usalama. Na kwa kumalizia, siku ya Idi inakusanyika siku moja na siku ya Ijumaa. Atakaenda kuswali Idi, atakapomaliza kuswali Idi, kwa sababu kuna activity nyingi ambapo kwamba inatakiwa kufanyika, entre autres ya kuchinja ni kazi kubwa. Idi hiyo inafanyika mapema, inabidi kutoka pale uende kuchinja. Na huenda unasongwa na kazi, unaweza kama kuswali Ijumaa basi uliswali Idi kusawa. Au kama hukupata nafasi ya kuswali Idi lakini ukaenda kuswali Ijumaa, itakuwa iko sawa hata kama kuswali Idi. Au kama utapata na nafasi unasali yote mbili.
yote inaswihi na inakuwa ni salama. Lizia tena kama vinavyosema itachukua siku 3. Manake ni samedi, ni dimanche na lundi. Donc mardi après asri, après prière ya 15 ndio inakuwa stoppé. Kwa siku hii yote hiyo mtu unaweza kununua mnyama wako. Kama inaweza kuwa ni ng'ombe, kondoro au mbuzi, sauf hapana kuku au mengine. Mbuzi, kuna ng'ombe, kuna minyama aina 4. Kuna ngamia ambao kwetu hapa katika Ituri hakuna, kuna ng'ombe, kuna mbuzi na kuna kondoro. Minyama hizi inaweza kuchinjwa na ukazigawanya. Na kwa hiyo kama kupata siku hii kesho ya Eid, usijisumbue wala kuhuzunika, lakini utachinja katika siku inaweza kuwa maana inaweza kuwa dimanche, inaweza kuwa tena samedi à partir de vendredi, parce que vendredi ndio kuswali. Kama ukakosa vendredi, samedi unafanya, dimanche unafanya, lundi tena unaweza kufanya dari za midi mpaka kufikia dhuhuri. Na watakia wote Eid njema, kila amu antum bikhair, Eid mubaraka kwa wote. Tuchukue nafasi ya kusameheana, ya kuhurumiana, ya kupendana na kudumisha umoja na mahaba katika nchi yetu, lakini pia katika province yetu, specifically katika Uislamu wetu wa Ituri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la